Isa Nasoro Hamduni, na mlikuwa mnatamani sana kusikia sauti yake, na tayari tuko naye kwenye line hapa ya simu, tuzungumze naye hapa. Basi kama mna maswali yenu nyie mtayauliza hapa, tuko naye live, na uzuri ni miongoni mwa watu ambao huwa wanatusikiliza hasa akija Dar es Salaam. Habari za wakati huu Nasoro Hamduni, bila shaka unatusikia hapo? Kweli ni njema kabisa, habari za siku nzuri, leo tumekuja salama na leo nao ni siku. Ndio. Bana, uko mjini hapa Dar es Salaam kabisa ama uko mkoa kwa sasa? Niko mjini Dar es Salaam. Uko Dar es Salaam. Cha kwanza tunakupa hongera pia kwa hiki ambacho kimefanyika na hichi ambacho mmekifanya, kwa sababu tumeona mijadala ni mingi sana mitandaoni, na mimi nikasema ni vyema kwa sababu muda huu ni kipindi cha michezo Counter Attack Ibuka FM, na ni muda wa segment yetu ile ya Friji Bovu ambayo wewe pia unaifuatilia sana. Tukasema tukupeleke moja kwa moja hewani, tukupe maua yako, lakini kuna maswali kadhaa ambayo pia wadau wanatamani kuyafahamu kutoka kwako pia. Ni kweli kabisa, kwanza nakushukuru sana kwa kunipa maua yangu, na mimi nimefurahi sana kusikia leo. Karibu sana tuzungumze. Sawa. Kwanza hii kuleta waamuzi kutoka nje ya nchi hasa kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, watu wengi walikuwa wanaitamani kwa muda mrefu, lakini mengi yalizungumzwa pia swala la VAR, kwa sababu dabi ni mchezo ambao unabeba hatma ya maisha pia watu. Dabi ni kama tunu kwenye nchi yetu ya Tanzania, lakini hii kwenda moja kwa moja nchini Misri kuleta waamuzi kwenye dabi ya Kariakoo, mchezo ambao unachezwa kesho katika uwanja wa Mkapa, na mkitangaza siku moja kabla ya mechi yenyewe. Mchakato ulikuwaje na kipi ambacho mlikiona hasa paka kwenda nchini Misri kuwachukua waamuzi hawa ambao tumeona wana beji ya FIFA, wana uwezo mkubwa ambao wamefanya makubwa pia kwenye michuano tofauti tofauti? Ni kweli kabisa, kesho inshallah tutajaliwa tarehe 25 mwezi wa 6 na dabi kubwa kabisa Tanzania, tuna dabi kubwa sana Afrika Mashariki, na dabi kubwa sana Afrika baina ya Yanga na Simba. Sisi TFF kama kamati ya waamuzi na bodi ya ligi kwa pamoja kushirikiana na kushauriana kwamba kutokana na mashirikiano ambayo serikali iliyafanya na vyama vingine vya soka barani Afrika, shirikisho la mpira la Afrika, kwamba sasa imefikia wakati sasa tuanze kubadilishana waamuzi kwa ajili ya kutunisha dabi zetu. Kwanza tunajiandaa kwa ajili ya fainali za kombe la dunia la vilabu. Ili vilabu vizoweka kwamba kuchezesha na waamuzi tofauti, kwa sababu muda mrefu wanachezesha na waamuzi wa ndani. Sisi kama kamati ya waamuzi tumefaidika na hilo, kwa hiyo tumefurahishwa hilo, na lengo letu lilikuwa kabisa kuhakikisha kabisa kwamba kutoka nchi ambazo zikifikia kabisa kwamba iko bora mbele yetu kimchezo, waamuzi watapata nafasi nzuri ya kujifunza, wachezaji wetu watapata nafasi nzuri ya kujifunza na kusimamia vizuri kwa weledi. Sawa, hiyo ni kitu kizuri sana, na pengine Nasoro unaweza kutuambia mchakato wa kuwapata waamuzi hawa pale nchini Misri. Miongoni mwa waamuzi bora sana, waamuzi wa kati ni waamuzi ambaye tumemwona kwenye michuano tofauti tofauti, tumeona pia kwenye nusu finali ya michuano ya AFCON, amechezesha kwa level tofauti tofauti kwenye michuano ya CAF Champions League na hizo CAF tournament zote. Mchakato ulikuwaje, na pengine kipi ambacho mlikitazama na mkaenda nchini Misri na sio kwingineko? Ni kweli kabisa, mchakato unaweza kukiri ulikuwa mgumu, pia ulikuwa rahisi sana. Kwa nini ulikuwa mgumu? Kwa sababu kitendo cha kuweka pamoja kama kamati shirikisho la mpira la Tanzania na bodi ya ligi kupendekeza hilo jambo, unajua wazi kwamba katika hilo jambo ni lazima kuwa na ushirikiano moja mbili tatu, lakini ulikuwa ni rahisi sana. Kwa sababu gani? Kutokana na makubaliano mazuri yanayofanywa na chama vyetu vya michezo, kwa hiyo ilikuwa rahisi sana. Lakini chama na shirikisho la mpira la furahi sana kwa sababu gani? Moja ya dabi ambazo zinawapa yani haziwapi usingizi ni dabi ya Yanga na Simba. Na wenyewe walitamani siku moja Yanga na Simba wakacheze kwa Cairo. Kwa sababu gani? Tanzania inasifika sana kwa ushiriki bora na timu zetu bora zaidi. Kwa sisi rais wake ulikuwa kwamba mashirikiano mazuri, lakini ubora wa timu zetu ya Simba zaidi Afrika. Mimi wamefurahisha sana mpaka kwa waamuzi wao wanachezesha. Na kwa nini tulikwenda Misri? Tulikwenda Misri kwa sababu tulikuwa na waamuzi bora. Mmoja mnajua Misri iko mbele sana. Lakini tambueni pia kwa Misri ndio makao makuu ya shirikisho la mpira la Afrika CAF. Lakini mpaka sasa hivi waamuzi wetu watatu bora kabisa wa Tanzania wako Misri kwa ajili ya kujiandaa na mashindano ya CHAN ya Hamid Rajiga, Frank Koba na Hamdan Saidi, ambao pia ulikuwa hapa nchini miongoni mwa waamuzi wengi tungekuwa tayari tumekuchoa pale kwenye ratiba hizo. Lakini kutokana na kutokuwepo kwao na kutokana na mashirikiano mazuri ya kutaka waamuzi wetu wapate elimu iliyokuwa bora, lakini tupate kuchezwa na wajuzi wazoefu pia wa mashindano mbalimbali,
hiyo mchakato kwetu ulikuwa rahisi na CAF iliruhusu kwa jambo hilo. Sawa. Na pengine kama ingekuwa pengine mwamuzi Ahmed Rajiga na timu yake wasingekuwa kwenye mafunzo ambayo wanafanya pale nchini Misri, pengine ni waamuzi ambao wangepangwa au mngewapanga kwenye dabi ya kesho. Ni kweli ratiba ilikuwa hivyo, lakini pamoja na baada ya kuwa tumeisha plan A na kisha kushindikana kwa sababu hatuwezi injinia Rajiga kwamba pamoja na Hamdani kwenda kwenye hili. Kwa sababu lengo la Watanzania wote kwanza haki ya hao waamuzi kupata elimu, lakini haki ya Watanzania kuona Watanzania wenzao wanapeperusha bendera zaidi ya Tanzania kimataifa. Lakini kama kamati ya waamuzi tumefurahia sana kwa sababu wanapokwenda kule, mimi na kamati yangu tunajipambanua kwamba hata tunafanya maendeleo makubwa kusimamia waamuzi. Kwa vyote vile lengo letu sisi tumefurahia kwenye hilo, na kupata waamuzi wale ni kuhakikisha kabisa kwamba waje pia hao waamuzi walioko nchini, sisi waamuzi walioko nchini tujifunze na tubadilishane uzoefu kabisa. Na hili lengo letu ni baada ya mchezo kumalizika tutakaa nao pamoja na viongozi waliokuja nao kusimamia pamoja, tujifunze ni mbinu gani ambazo zinakusababishia pia maendeleo yetu ya waamuzi walioko chini yazidi kupanda juu. Lakini Nasoro Hamdun, tunakiri kwamba waamuzi tulionao nchini ukiachana na mwamuzi Ahmed Rajiga, lakini pia waamuzi wa pembeni Feki Komba pamoja na Mohamed Mkono na wengine ambao wameongezeka kwa sasa, hakuna waamuzi wengine ambao wanaweza wakavaa viatu vyao labda pengine kwa mwamuzi Ahmed Rajiga ambao amekuwa akihusika kwenye dabi na hakuna malalamiko. Unadhani hakuna waamuzi wengine ambao wana viwango vya kuchezesha dabi? Kweli hayo unayasema, lakini lawama zote nasema kwamba waamuzi hakuna kuchezesha dabi. Nataka kueleza watu kwamba kwanza wadau wote wa soka watambue kabisa waamuzi wa Tanzania bado tuna waamuzi bora kabisa. Tanzania inapofanya vizuri kimataifa, huweka mbele huweka nyuma waamuzi wa Tanzania. Ligi ilipokuja Tatamu na kuwa bora zaidi, waamuzi wa Tanzania wameshiriki sana. Shirikisho la mpira wa miguu baada ya kuambia kuna wataka waamuzi waje huko, wamefurahisha sana. Kwani wanajua na huweka waamuzi kwa tofauti na kwamba wao ndio wasimamizi wa sheria za mchezo. Lakini kusema kwamba hakuna waamuzi wengine si kweli. Ni mpango tuendelevu, na tulipongeza sana KFF kutukubalia maombi yetu hayo. Na kwa nini? Kila mtu anahitaji maendeleo. Na hata ubora hauwezi kuwa bora wote katika maisha ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu alishateua. Kuna mbora zaidi, kuna mbora wa kati na mbora wa mwisho, lakini watu wote ni bora. Na mimi naamini waamuzi wote bora tupo na wamechezesha mpira vizuri na wanaendelea kuchezesha mpira vizuri. Kwa hiyo hiyo ni mafanikio na maendeleo ya mchezo. Tunawapongeza sana kwa hilo. Lakini vipi kuhusiana na kanuni zetu, zinasemaje? Zinaruhusu pengine kwenda nje ya nchi kuleta waamuzi, na hii ni kutokana pia kwenye jopo la waamuzi huwa kunakuwa na mechi ya sesa, kwa maana referee ya sesa yule ambaye yeye kazi yake ni kuhakikisha analeta tathmini ya waamuzi ambao watakuwa wamesimamia mchezo huo kwa siku husika. What if kama itatokea labda kuna namna yoyote hivi wakashindwa kumudu mchezo na mkataka pengine ripoti ifanye kazi ili kuweza kubaini makosa yaliyofanyika, ninyi kama shirikisho na ninyi kama eneo hilo la kamati ya waamuzi, na lipi ambalo mnaweza mkalifanya? Kwanza tuanze kwenye kanuni, zinaruhusu kwenda nje? Kweli kabisa, kanuni zinaruhusu kabisa. Kwa maana gani? Mpaka umefikia shirikisho, bodi ya ligi, kamati ya waamuzi kukubaliana na hilo jambo. Tumeshirikisha serikali pia imeruhusu. Kwa sababu gani? Wizara imeruhusu. Huwezi kupeleka kumwombea raia wote wa kigeni kuja nchini bila sababu maalum. Kwa hiyo ina maana kabisa kwamba serikali imeruhusu hilo jambo, bodi ya ligi na baraza la michezo imeruhusu, wizara imeruhusu, TFF imeruhusu, bodi ya ligi imeruhusu, kamati ya waamuzi hiyo imeruhusu. Na vilabu wenyewe tumeshaambiwa na wamefurahia sana. Kwani na wenyewe katika mpango wao endelevu ndio vilabu vinahitaji kuchezesha na waamuzi tofauti ambao kijali wa huko mbeleni mtakutana nao katika mashindano mbalimbali. Wenyewe umeona vilabu vyetu vikubwa Afrika kwa Simba na Yanga wako kule. Lakini asijali. Lakini muona wenzetu zaidi hata dabi za kwao inachezeshwa na waamuzi kutoka nje tofauti kwa sababu wameshirikiana. Na amini kabisa wadau wa soka nchini watambua kuna diskuti yetu shirikano mazuri labda na Afrika Kusini au Namibia au Angola, mkasikia dabi ya Dar es Salaam ikaenda dabi ya mzimani ya Dar es Salaam ikaenda kachezeshwa Maputo. Kwa sababu gani? Watu wanapenda kuona na mshindano tayari muone dabi ya halali na Zamalek itakuja kwa Tanzania. Hii ndio maendeleo ya Afrika yanatakiwa. Lakini hilo swala la pili uliuliza, unasema kwamba
Niliuliza kwamba wakifanya makosa pengine wakishindwa kumudu pia mchezo, hatua zipi ambazo mnazichukua, kwa sababu tunajua waamuzi wetu wa ndani huwa kuna kamati ya saa 72 na mara baada hapo huwa tamko linatoka pia. Sasa hawa wakishindwa pia pengine dabi imewapalia, mnafanyaje? Kwanza tunaamini kabisa kushindwa isipokuwa labda uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini mimi naamini kabisa na kamati yangu kushindwa kwa wale waamuzi wa dabi siamini kwenye hilo. Lakini jamani, kampuni wadau wa soka, kwa sio mara ya kwanza tulikuwa na Sudani hapa. Yes. Sudani wanacheza mpira hapa katika ligi yetu. Mechi ya Yanga na Azam na Sudani hapa. Hilo jambo linajulikana. Lakini tambua kabisa kwamba hawa wote kimataifa wana ripoti tena. Ripoti ya kwanza lazima iache hapa nchini. Na ripoti ya pili lazima peleke shirikisho la mpira la Afrika CAF. Na ndio maana tunameleta referee kutoka kwao. Kwa sababu gani? Ili kabisa taarifa zao ziwe zenye kumashiko ya kusababisha nchini, tuweze tunajikwa wapi aidha, au tunataka tuendelee wapi, au tufanikiwa wapi. Lakini wakipelekea shirikisho la mpira la Afrika, ili na wenyewe watambue kabisa kwamba dabi ya Dar es Salaam ina hali gani na uzuri gani na ubora gani. Lakini pia itatusaidia kwa waamuzi wetu kwamba tuhakikishe kabisa kwamba taarifa tutakazozipata kwao zikiwa nzuri au za kueleza kwamba kuna mambo gani, tuweze kuambia waamuzi wetu. Lakini je, kitokea bahati mbaya mwapalia kama unavyosema, shirikisho la mpira la Afrika lazima tuchukue hatua juu yao, shirikisho la mpira la muziki lichukue hatua zao, kwa sababu si Tanzania hatuna uwezo wa kuchukulia hatua kali. Lakini kutokana na mashirikiano bora kabisa mashirikisho yetu ni lazima hivyo. Lakini tunaombea kwa Mwenyezi Mungu tu kwamba watapofika nchini afya njema na wasimamie debe yetu kwa ubora, kwa sababu Watanzania wote akiwemo mama yetu kipenzi, mama yetu kipenzi, Mama Samia Suluhu anatamani kabisa dabi ishike imani kwa ubora zaidi. Lakini Tanzania wote tunapenda kabisa mshindi apatikane vizuri zaidi. Tobe dua tusiwaombe kumja kupalia ili Mwenyezi Mungu aweze kuondolea hayo. Kwa hiyo tufikirie zaidi kuhusu positivity sio negativity. Kabisa kwenye hilo. Na wewe mtu ambaye pamoja unasema Facebook lakini nasema ni, lakini nasema kabisa kwamba ni mmoja wa wadau wakubwa unapenda maendeleo na amani zaidi. Mimi naamini tuombe Mwenyezi Mungu. Zadata. Na pengine waamuzi wetu sasa kwa mechi hiyo ya kesho wanapaswa kuchukua karatasi na kalamu kwa ajili ya kutake notes, sio? Hakika ndio lengo letu wote sisi pamoja na wadau wa habari. Tafadhali tuombe kwa Mwenyezi Mungu malizike. Na inshallah tumalize Jumatano Alhamisi tutafanya tuzungumze tumechukua wapi, tumefanikiwa wapi. Sawa. Itapotoka taarifa rasmi tutawapitia wageni wadau wa habari kabisa kwamba tumefanikiwa wapi, tumefanikiwa wapi. Sisi tunapambana wajibu ni watu tunapenda maendeleo. Hatupendi fujo, hatupendi vurugu, hatupendi kuonea. Na tunapenda kila mtu na zake tafike. Na ndio maana umefurahi sana kwa kupendekeza hilo jambo wewe mwenyewe, japo ulikuwa unaona nao, lakini kwa kufikiria sana. Na sisi kama tumeingia mwenye wadau wa habari, wadau wa michezo, tunasema tusimamie na kuwagonga nyoyo washabiki wetu wote. Sasa data, kuna swali hapa, mdau hapa anaitwa Funga Duka, mchambuzi wa soka, anasema Nasoro asiondoke hivi bana, kumpata na kuongea changamoto. Kwanza tukushukuru mheshimiwa, lakini la pili swali langu ni la msingi, nataka kujibiwa kwamba je, kutakuwa na mwendelezo gani kwa utaratibu ambao umeutengeneza, kwa sababu mpira wetu sasa hivi ligi yetu ligi yetu ni ya 4, kwa maana kwamba tumepanda kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini kila kukicha tunaona malalamiko ya waamuzi ndio kinakuwa kipaumbele. Na hili mmelifikiria mkatuletea waamuzi kutoka nchi za nje, je, kuna mwendelezo gani kwa mwakani tunapoanza msimu mwingine, hili litafanyika au mmefanya kama kionjo tu? Umemsikia vizuri swali lake? Kwa sasa uko nzuri kabisa. Ndio. Kwanza malalamiko ni changamoto mwanadamu yote katika kazi ya. Lakini pia sio lengo letu sisi kuwa na malalamiko kama hayo. Na ndio maana tunatuona tuko makini sana, na mtu anayefanya kupeleka malalamiko yaliyokuwa mengi tunamwadhibu, aidha tunampeleka katika maeneo maalum ili akajifunze ile alikuwa salama. Lakini hiyo swala la maendelezo, na ndio maana nimwambie baada ya dabi ya kesho Mungu akijalia tutatoa tathmini yetu. Na tunaona je, tumewatoa tumizi sababu kuna marefari bora kabisa Afrika mwenye wanajua. Je, wametufikisha wapi na tuondoke na sisi tunataka tuondoke tuelekee wapi? Ninaamini kabisa faida ambayo tutakayopata inshallah kesho ni kubwa zaidi ya hasara ambazo tunazochukulia. Na ndio lengo la TFF ndio. Sasa swala la mwendelezo. Ndio. Mwendelezo ni jambo linategemea na taarifa rasmi. Na ndio maana nikawaambia wadau wa habari hapa kwamba tafadhali tuombe kwa Mwenyezi Mungu usiwapalie. Ikiwapalia tayari kabisa itakuwa kuletea dosari, hata sisi inaonekana mashirikiano yetu na mataifa mengine yataanza kutia
ndo Kabisa. Faida ni nzuri ambayo tutaipata na tutaelezeni tu. Na tutakuwa kweli kabisa kueleza hasara zetu na faida yake. Lakini naamini faida itakuwa kubwa zaidi kwa hizo jambo. Sawa, umejibu vizuri sana. Najua ulikuwa kwenye kikao tukakutoa, lakini kwa sababu watu wana shauku kubwa na watu wana furaha kuona waamuzi hawa wenye viwango vikubwa, beji ya FIFA mmewaleta hapa kwa gharama kubwa na leo hii wako hapa. Wanatarajiwa kuwasili lini pengine? Tutafahamu hilo. Wameshawasili tangu jana usiku. Wako